Hujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumamosi tarehe 22 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukitizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Hapo ni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo kundi hilo wapiganaji wa M23 wanaendelea kukabiliana vikali sana na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23, ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho. Sana ni kutoka kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukizianzia mbele kwenye mistari ya mapigano pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto kati ya pande zote mbili, sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwa mapigano makali tena mapya ambayo yaliweza kuripotiwa tena hapo jana sehemu nyingi tofauti eneo la Fizi, pale ambapo jeshi la Kongo pamoja na wale wote ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya Kongo kwa mara ya kwanza waliweza kushambulia Point Zero baada ya miezi miwili walipotoka na kukimbia sehemu zote ambazo zinapatikana mjini Minembwe, ikiwemo Mikenge, Point Zero, Kakenge na sehemu zingine tofauti. Hapo jana waliweza kuleta mashambulizi mengine makali sana Point Zero yenyewe, wakiwa na lengo la kukamata sehemu hiyo ya muhimu sana tena zaidi, ndiposa wajaribu jinsi wataweza kukamata tena mji wa Minembwe. Na baada ya hapo utakuja kuelekea eneo la Masisi na eneo la Kalehe, pale ambapo pia mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Baada ya mapigano makali sana ambayo yaliweza kuripotiwa wiki mbili zilizopita, hapo jana sehemu ya muhimu sana katika eneo la Masisi iliweza kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Lakini kabla tuelekee huko, nataka tuanzie habari zetu Point Zero ama sehemu zingine tofauti karibu na mji wa Minembwe. Na tunaanzia habari hizo kwa tangazo ambalo aliweza kuliandika msemaji wa kundi la MRDP ama la kundi la Twirwaneho ambaye amejulikana kwa jina la Rugabo Fidele. Hapo jana ilikuwa ni tarehe 21 mwezi huu wa Agosti mwaka 2026. Ameandika hivi: Les forces armées de la République démocratique du Congo, forces nationales de défense burundaises, les FDLR et les Wazalendo ont essayé d'attaquer nos positions à Rugezi et Point Zero. Les ennemis de la paix ont infligé une grande perte. Ils sont en débandade vers Mulima et Nakatete. Vive le MRDP bar M23. Nous vaincrons cette guerre avec fierté. Ni mtazamaji na msikilizaji, baada ya mashambulizi hayo makali ambayo yaliweza kuanza hapo juzi, pale ambapo pia kulikuwa kumeripotiwa mashambulizi makali ya drone juu angani, ambapo inasemekana kuwa jeshi la Kongo liweza kuangusha drone ya M23 kwa upande wao kulingana na matangazo yao. Hapo jana sasa kuliweza kuletwa mashambulizi makali tena zaidi sehemu mbili tofauti. Shambulizi la kwanza lilikuwa limelenga point strategique sana muhimu ambayo imejulikana kama Point Zero. Shambulizi la pili lilikuwa limelenga Rugezi. Sasa kulingana na msemaji wa kundi hili la Twirwaneho, amesema kuwa alijaribu kushambulia Point Zero lakini hawakufaulu kukamata sehemu hii. Waliweza kurudishwa nyuma na kuelekea sehemu ambayo imejulikana kama Mlima na Nakatete.
Ndivyo aliweza kudhibitisha msemaji wa kundi hili la Twirwaneho. Hatukupata tangazo lingine kwa upande wa serikali ya Kongo, lakini inasemekana kuwa alikuwa ameleta mashambulizi makali kupitia Mukoko, Nyaruhinga na sehemu zingine tofauti, wakiwa na lengo la kukamata zile sehemu ambazo zilikuwa mikononi mwao. Kumbuka kuwa ndugu mtazamaji na msikilizaji, tulikuwa tukikuelezea kuwa bado kuna operesheni ambayo inaendelea kuandaliwa kwa upande wa serikali ya Kongo, Axe Baraka Fizi, ikiwa na lengo la kukamata Point Zero na Minembwe. Sasa operesheni hizo zimekwisha kuanzishwa. Serikali ya Kongo ama jeshi la Kongo limeanza kuleta mashambulizi hayo, wakitafuta jinsi watarudi sehemu hii ambayo aliweza kuipoteza miezi miwili iliyopita, wakati ambapo kumeletwa mashambulizi makali sana kwa upande wa M23 pamoja na Twirwaneho. Na sio hapo peke yake ndugu mtazamaji na msikilizaji. Sehemu ambayo imejulikana kama Nyamarango, hapo ni katika eneo la Rugezi, pia kumeletwa mashambulizi makali sana, kwanza hapo jana masaa za asubuhi, lakini wazalendo na jeshi la Kongo hawakufaulu kurudisha nyuma wapiganaji wa Twirwaneho. Waliendelea kukaa pale ambapo walikuwa, lakini pia wao hawakuweza kusonga mbele na kukamata sehemu nyingine yoyote. Sasa kwenye milima mirefu ya eneo la Fizi, hapo ni katika sekta ya Mutambala nafikiria, na sekta ya Lulenge. Lugezi sijui kwa sekta ya Lulenge ama ni Mutambala. Ndipo kumeripotiwa mapigano hayo makali. Tukielekea hapa Kipupu, bado wasiwasi na usalama mdogo waendelea kuripotiwa sehemu hizo, huku wazalendo na jeshi la Kongo wakiendelea kujitayarisha ili kuleta mashambulizi mengine pia ambayo yatakuwa na lengo la kukamata Kipupu. Kipupu ni mojawapo mwa sehemu za muhimu sana ukielekea Axe Mibunda ama eneo hili la Mwenga, sekta ya Itombwe. Sekta ya Itombwe, nafikiria Itombwe ni sekta ama ni groupement d'Itombwe, sijui. Sasa Kipupu ni point strategique sana, pale ambapo jeshi la Kongo hawawezi kunyamaza na kuacha sehemu hii kuendelea kuwa mikononi mwa kundi hili la Twirwaneho pamoja na M23. Tunapoendelea na updates zetu ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapo jana helikopta kijeshi ya MONUSCO iliweza kudema kwenye uwanja wa ndege wa mji wa Minembwe. Hapo jana MONUSCO aliweza kuwasili mjini Minembwe, pale ambapo alikuja kupitia hiyo helikopta, lakini waliweza kukaa kwa muda mfupi tu na waliweza kurudi tena wakielekea pale ambapo walitoka. Hakuna tangazo lolote ambalo wamelitoa na hakuna mazungumzo yoyote ambayo wameyafanya, lakini inasemekana kuwa walikuwa kwa safari ya kwenda kuchunguza ama kufanya maandalizi ya jinsi wanakwenda kuelekea huko na kuanza operation ambayo imejulikana kama verification mechanism ama mechanism de verification, ya kwanza kutizama wale ambao wanaendelea kuharibu ama kukiuka ceasefire, usitishwaji mapigano ambao aliweza kukubalianwa wakiwa mjini Doha nchini Qatar, ambayo iliweza kuendelea nchini Uswisi ama Swisse, pale ambapo hadi sasa hivi tunazungumuza, hii ni wiki yote mzima ikiwa wajumbe wa serikali ya Kongo pamoja na wajumbe wa kundi hili la wapiganaji wa M23 wako kwenye meza mazungumzo tena kisiri katika mji ambao umejulikana kama Montreux nchini Uswisi. Sasa hivi tunazungumuza, bado kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya pande zote mbili, hata kama hakuna tangazo lolote ambalo waliweza kulitangaza kwa upande wa kundi hili la wapiganaji wa M23 na kwa upande wa serikali ya Kongo. Lemeka ni sehemu ambayo inapatikana katika eneo la Masisi, sehemu ambayo inasemekana kuwa ni sehemu ya muhimu sana tena zaidi kwenye uwanja wa mapigano kati ya pande zote mbili. Baada ya mapigano makali ambayo yaliweza kuibuka kuanza tarehe 12, sasa leo ni siku 10 ambazo zimetimia za mapigano makali sana katika eneo la Kalehe na eneo la Masisi. Mapigano ambayo yaliweza kusababisha kundi hili la wapiganaji wa M23 kusonga mbele tena, wakikamata baadhi ya sehemu ambazo zilikuwa mikononi mwa serikali ya Kongo.
Na nikisema serikali ya Kongo, nasema jeshi la Kongo pamoja na wazalendo na wale wote ambao wanaendelea kusaidiana na serikali hiyo kupigana na makundi haya waasi ambayo yanapatikana mashariki mwa Kongo. Sasa baada ya mapigano hayo makali ya siku 10, hapo jana kumeripotiwa mapigano mengine makali ambayo aliweza kusababisha sehemu hii ya muhimu sana Lemeka kuingia mikononi mwa kundi hilo la wapiganaji wa M23. Na baada ya Lemeka kuingia mikononi mwa kundi hili, inasemekana kuwa sehemu nyingine ya muhimu ambayo ni target kubwa kwao ni sehemu ambayo imejulikana kama Bunyakiri. Sasa hivi tunazungumza, kundi hili la wapiganaji wa M23 wanalenga kuelekea Bunyakiri, ndiposa wao wamekamata zile sehemu za muhimu sana sana tena zaidi ambazo zilikuwa zimebaki mikononi mwa serikali ya Kongo. Baada ya kukamata sehemu nyingi tofauti katika eneo la Masisi, eneo la Ruchuru na sehemu ya eneo la Lubero, hata wengine walikuwa wameingia katika eneo la Walikale. Sasa hivi tunazungumza, wanaendelea kusonga mbele wakikaribia mpaka wa eneo la Walikale. Bunyakiri na Walikale ni karibu sana, hapo wameelekea sasa mpaka wa eneo la Kalehe, Masisi na Walikale. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, yetu hayakukuwa mengi asubuhi ya leo, ilikuwa tu ni kukuacha ujue jinsi update ilivyo mbele kwenye mistari ya mapigano, ndiposa ujue habari za kweli tena za kuaminika. Kumbuka kuwa channel yetu ni channel ambayo iko hapa kukuletea jinsi mambo ilivyo. Kama kuna sehemu zimekamatwa na jeshi la Kongo, tunasema zimekamatwa na jeshi la Kongo. Kama ni kupoteza, tunasema wamepoteza. Kama ni M23 imepoteza, tunasema wamepoteza. Na kama wamekamata ama wamedhibiti sehemu, tunasema wamedhibiti. Kila mara tukisema wamekamata, ni habari ambazo zimechunguzwa na tunapata ni ukweli sehemu hizo ziliweza kukamatwa. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaendelea kuelekeza kamera zetu siku ya leo asubuhi tujue jinsi mambo ilivyo baada ya mapigano hayo makali ambayo yaliweza kuripotiwa sehemu hizo zote tofauti, ikiwemo eneo la Fizi kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo hili la Kalehe, eneo la Masisi na sehemu zingine tofauti. Tunapoelekea nchini Burundi, hapo jana kuna majengo mawili ambayo yaliweza kuungua yote kabisa, na inasemekana kuwa zilikuwa ni soko mbili, majengo makubwa sana. Pale ambapo serikali ya Burundi ilijaribu kuzima moto huo, waliweza kujaribu kuzima moto huo kupitia kizimia moto, lakini haikuwezekana. Ilibidi majengo hayo yote mawili, yalikuwa ni magorofa marefu, yaliweza kuteketea kupitia moto huo, ambayo haijatangazwa chanzo chake ilikuwa ni gani. Na hii sio mara ya kwanza soko kuendelea kuchomeka mjini Bujumbura. Sijui ni nini ambayo inaendelea kupatikana katika nchi hii ya Burundi, ambayo inaendelea kusababisha mambo haya yaendelee kutokea kila mara katika eneo nyingi tofauti. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, acha nikuombe, kama wewe ni mara yako ya kwanza kutufuata pale popote ulipo, hujabonyeza button hiyo nyekundu ya subscribe, acha nikuombe bonyeza button hiyo ili uwe mmojawapo wa wale ambao wanaendelea kupata habari za kweli za kila siku, asubuhi, mchana, jioni. Na wewe ambaye umekwisha kufanya subscribe, tunakushukuru sana. Umeamua vizuri, umeamua chanzo kizuri ambacho kitakuwa kikuletea habari za kweli tena za kuaminika kuhusu yote ambayo yanaendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Lakini pia tunaendelea kuwa tukifikiria jinsi tutakuwa tukileta habari zote dunia yote mzima, bara la Afrika, na update za yale yote ambayo yanaendelea dunia yote mzima. Vita vinaendelea kwenye bara la Asia, bara la Marekani, bara la Ulaya pia hivyo. Hapo ni katika vita ambavyo vinaendelea katika ama kati ya nchi ya Urusi na nchi